Leo tumeamua kufanya maadhimisho haya kwa kuwapatia mafunzo kamati za mazingira za kila mtaa katika mitaa yetu 90 ya manispaa ya Ubungo. Lengo hasa la mafunzo haya ni kutaka kurejesha au kukasimisha majukumu ya ulindaji wa mazingira kwenye mitaa husika, kwa sababu tunajua ya kwamba utunzaji wa mazingira ni swala mtambuka na mazingira ni shughuli zetu za kila siku. Tukitegemea maafisa wa mazingira peke yake, hii lengo zima la utunzaji wa mazingira halitofanikiwa. Kwa hiyo tukaona ni vyema kabisa kuzipatia mafunzo, kuzijengea uwezo kamati hizi za mazingira ambazo zinatambulika kisheria. Sheria ya EMA inatambua kamati ya mazingira kama wasimamizi wakuu wa shughuli zote za mazingira kwenye mitaa yao. Kwa hiyo leo tunawajengea uwezo ili waweze kurudi katika mitaa na kuhakikisha kwamba wanavumbua changamoto zote ambazo zipo kwenye mitaa. Kwa kushirikiana na maafisa mazingira tutatoa elimu. Kwa kushirikiana na maafisa mazingira tutawatambua waharibifu wote wa mazingira ambao wapo katika mitaa yetu, lakini kwa kushirikiana na maafisa mazingira tutaweza kulinda, kudhibiti na kutunza mazingira yetu kwa ujumla wake. Kama kauli mbiu ya mwaka huu ni dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Maana yake kamati hizi sasa zitakuwa na nguvu, leo zinajengewa uwezo wa kutambulika kisheria, lakini baada hapa zitakuwa na nguvu sasa, kwa sababu zitakuwa zinajitambua zenyewe ni nani kwa mujibu wa sheria. Sheria ya mazingira imeainisha majukumu ya utunzaji wa mazingira kuanzia ngazi ya kitongoji, mtu mmoja mmoja hadi taifa. Lakini serikali za mitaa wengi bado, hasa kamati za mazingira, hazijatambua wajibu wao na kusimamia wajibu wao ipasavyo kama sheria inavyoainisha wajibu na majukumu yao. Hivyo tunapokea malalamiko mengi kutoka kwa wananchi kuhusu uchafuzi wa mazingira. Lakini tunaamini kabisa haya ambayo tunayapokea, pengine kamati zingefanya wajibu wao vizuri, yasingefika katika ngazi ya kushughulikiwa na NEMC. Tuna uchafuzi wa jirani, ametupa taka, jirani anatirisha maji, kiwanda kimeanzishwa kwenye makazi, lakini sheria imewapa wajibu kamati za mazingira kwamba hata ukiona shughuli yote inafanyika katika eneo lako ambayo hujui imefikaje pale, haina vibali, basi unatakiwa kutaarifu mamlaka husika ili ziweze kufanya kazi yake. Sasa kamati zinaposhindwa kufanya majukumu yake, tunajikuta kwamba NEMC tunakuja kuhangaika na masuala ya mazingira, malalamiko ya mazingira kutoka wananchi hata katika ngazi ya kitongoji, na hivyo huwa ni mzigo mkubwa kwetu kuweza kusimamia mazingira ipasavyo. Sisi tunatakiwa kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinalindwa, vinatunzwa, vinaendelezwa kwa ajili yetu sisi na watoto wetu wanaokuja. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wote wanaoishi eneo mabonde ambao